Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kidogo kuleta sintofahamu, kuleta mambo kidogo ambao huenda akawa ni magumu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, kutokana na mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Taarifa ambayo imeweza kutembea na mimi nimeweza kusogezea hapa kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kwa mabingwa hao watetezi wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, nazungumzia klabu ya soka Young Africans. Basi Young Africans unafahamu ya kwamba kwa sasa kuna kibarua kizito kweli kweli, ambapo unafahamu ya kwamba wanaelekea katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini sambamba na ligi kuu ya soka Tanzania bara. Lakini mambo kwa ndani huko yanaelezwa kwamba huenda yakawa ni magumu zaidi kwa kikosi hicho. Ni mambo gani hayo yote na mengine mengi mimi nimekusogezea hapa, utakwenda kujua mwanzo mwisho wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili, ila kabla tujiendelea ni kukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi, ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo na subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo naloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Young Africans ambapo hivi karibuni uliweza kushuhudia ilitangazwa kwamba imo katika orodha ya vilabu ambavyo vitakavyo shiriki katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na draw iliweza kutangazwa ambapo klabu ya soka ya Young Africans walikuwa sehemu ya makundi hayo na wakapangwa kundi B, ambapo unafahamu walikuwa wameweza kuwekwa na vigogo kutoka nchi za hapa nazungumzia ambao wana asili ya Waarabu. Unafahamu timu za Waarabu mara nyingi ambavyo zinakuwa gani ngumu na namna ya uchezaji wao, namna ambavyo zinakuwa zinasumbua, hususan katika nyakati ambapo wanapokuwa nyumbani kwao, ambapo katika kundi la Young Africans walipangwa Al Ahly kutoka Misri, kuna AC FAR Rabat na GS Kabylie, ambapo hawa wote wana asili ya Waarabu. Sasa watu wanajiuliza ili kundi huenda likawa ni gumu kweli kweli kwa klabu ya soka ya Young Africans kulingana na kile ambacho kinachoendelea, ambapo wengine wanaeleza kwamba pengine kile kinachokwenda kutokea ni hali ngumu kweli kweli kwenye kikosi cha Yanga. Lakini katika taarifa nyingine, klabu ya soka Young Africans ilitangaza kwamba wanahama kutoka uwanja wa Benjamin William Mkapa Stadium na kuelekea New Amani Zanzibar, ambapo taarifa ilielezwa kwamba sababu kubwa ya Young Africans huenda ikawa sababu ya wao kuondoka katika dimba la Benjamin Mkapa. Inaelezwa kwamba wamehofia kile kinaitwa imani. Kuna watu ambao pengine wanaamini ya kwamba mambo ya kupigana juju, nadhani unanielewa nikiweza kumaanisha hivyo, imani ambazo ni potofu, ambapo wanaamini ya kwamba kuna watu ambao wanawachezea. Unaona bana, ndio sababu ya wao kuondoka, ikielezwa hivyo, kwenye dimba la Benjamin Mkapa na kuhamia kule New Amani Complex Zanzibar, kwa mujibu wa taarifa ya kile ambacho kinachoeleza za ndani kabisa. Lakini katika taarifa nyingine ambayo huenda ikawa sio njema kwa mashabiki wa klabu ya soka ya Young Africans ni kuhusiana na golikipa wao. Si mwingine bali unazungumzia huyu ni Djigui Diarra, screen protector. Unafahamu ubora wake, moja kati ya magolikipa bora kuwahi kupatikana katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Sasa huyu Diarra yeye anakumbwa na moja kati ya taarifa ambayo huenda ikawa sio nzuri, huenda akasimamishwa na
shirikisho la soka Tanzania, nazungumzia TFF, kwa mujibu wa kile kilichoelezwa katika mitandao ya kijamii, ambapo inaelezwa ya kwamba upo uwezekano mkubwa wa mlinda mlango wa klabu ya soka ya Yanga Djigui Diarra akafungiwa mzunguko mitano, yani mechi za ligi kuu ya soka Tanzania bara. Ilielezwa kuwa atakutana na adhabu hiyo baada ya kuonekana akimsukuma mchezaji wa Mtibwa Sugar Omari Marungu kwenye mchezo ambao wananchi waliibuka na ushindi wa bao 2-0. Iwapo Diarra atafungiwa, ataikosa dabi ya Kariakoo itakayopigwa Disemba 13. Mechi mbili za Yanga kabla ya dabi ni dhidi ya KMC Novemba 9 na dhidi ya Coastal Union ya Tanga Disemba 10, 2025. Unaona bana, na kuendelea, ambapo mechi hizo inaelezwa kwamba kama ikitokea sasa akapigwa lungu hilo, basi huenda akazikosa mechi hizo za muhimu kabisa kwenye kikosi cha Yanga, kutokana na kile ambacho wadau wanaelezwa kwamba yale ambayo yametokea ni kana kwamba pengine kilichoweza kufanyika akikuwa halali kwa upande wa golikipa Djigui Diarra kwa kile ambacho kimeelezwa. Kwa hiyo unaweza ukashuhudia namna gani ambavyo na mambo yanazidi kwenda kwenye kikosi cha Yanga kuhusiana na yale ambayo yameweza kuwekwa bayana juu ya kile ambacho Yanga wenyewe wanakataa namna ambavyo kile kinaendelea, ambapo inaelezwa kwamba mshambuliaji wa Yanga Clement Mzinze pia atakuwa nje ya uwanja kwa zaidi ya wiki 8 kutokana na jeraha lilokuwa likimsumbua. Amefanywa upasuaji katika moja kati ya hospitali, ambapo Mzinze atakosa mechi kadhaa za ligi ya NBC ya mabingwa, ikiwemo mechi ya Al Ahly ambayo ni mechi muhimu kabisa. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo Young Africans watakosa huduma ya nyota huyu mkubwa kabisa, ambapo inaelezwa kwamba ni moja kati ya nyota muhimu kwenye kikosi cha Yanga, lakini kukosekana kwake inaweza ikawa ni pigo kwa upande wa kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kuona namna gani ambavyo kocha mpya atakuja na yale ambayo yaliyopo, kwamba atakuja na falsafa gani ambazo zitakazo elezwa kwamba ataweza kuisaidia klabu ya soka ya wananchi Young Africans juu ya kuweza kuhakikisha kwamba wanapata kile ambacho wanakitaka. Unafahamu kwamba kwa sasa Young Africans wanajikita zaidi kuweza kuimarisha kikosi chao ili kuweza kuhakikisha kwamba kile ambacho kinachopatikana kinapatikana mapema zaidi, yani kukusanya pointi kwa ajili ya kile ambacho kilichopo. Lakini katika taarifa nyingine inaelezwa kwamba alilofunga Clement Mzinze dhidi ya TP Mazembe limeingia katika orodha ya wanaowania tuzo ya goli bora la mwaka CAF 2025. Tuzo hiyo aliwahi kushinda Pape Osman Sako mwaka 2022 alipokuwa katika kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, ambapo Yanga sasa na wao wana kazi ya ziada kuhakikisha kwamba na wao wanalipa katika hilo ambalo lililopo mbele yao. Bwana, weka maoni yako hapo chini kuhusiana na